Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka 2026, siku nzuri kabisa, siku ya Jumapili. Kwa moyo mkunjofu kabisa ni kukaribisha kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele siku hii ya leo. Mimi ni Shehani Mzaina. Tuandikie na asante kwa kutuandikia. Ujumbe wako ni muhimu kweli kweli. Tunaanza rukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kwanza tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo ipo Kigamboni Kibada jijini Dar es Salaam. Wanakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani, lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam, Kigamboni Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni TRA yataja mikakati mitano, mapato trilioni 41.8, imo ya kuingiza trilioni 3.4 kila mwezi, biashara, ushirikiano na walipa kodi. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili. Kikwete aongoza harakati kusukuma elimu duniani, habari katika ukurasa wa 3. Mganga wa kienyeji kizimbani, tuhuma kumuua mama yake, habari. Raia wa Burundi hatiani kwa kukata kichwa mtu, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 20. ACT madaraka si sababu maridhiano Zanzibar, yaainisha sababu 7 kusaini tamko, habari kamili ni katika ukurasa wa 3. Mafuta ya mawese yateketeza vibanda 9 soko la Kasulu, habari katika ukurasa wa 2. Jabu yarejesha heshima taaluma ya habari, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Papa amteua Padri Mpwaji askofu msaidizi, habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, Jumapili ya leo. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Jumuiya ya Madola yataka mambo 7. Ni baada ya kujadili matokeo ya ziara ya Chakwera nchini, yaiweka Tanzania kwenye uangalizi, ikitaka kutekeleza mageuzi ya kisiasa, kulinda haki za binadamu na kuwasilisha maendeleo ya utekelezaji. Serikali yasubiri taarifa rasmi, habari kamili ni katika ukurasa wa 4. Kilichopata Mwana FA Dully Sykes miaka 30 Bongo Flava. Dar es Salaam, hisia tofauti zilionyeshwa na sehemu ya hadhira dhidi ya baadhi ya viongozi na wasanii wakati wa tamasha la miaka 30 ya Bongo Flava zimezua mjadala mpana kuhusu tafsiri. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3. Kauli ya Samia kuhusu gaidi yaibua mjadala, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 19. Gazeti hili limeandika mahakama ya kataa Zitto kuitwa kesi ya Baba Levo, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5. Gazeti hili Chadema inavyowakabili wanaomtuhumu John Heche, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 18. Unamtafutaje mke mume bora, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 12 pamoja na ukurasa wa 13, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake mbele. Tulitazame sasa gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele Jumapili ya leo ni ACT bado tunasubiri utekelezaji wa makubaliano, yaeleza kuwa serikali ya umoja wa kitaifa si nafasi ya kugawana madaraka, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Ibonukuu ya Isihaka Mchinjita ikisema ndio maana tuliamua kuweka nguvu katika kupigania mageuzi yatakayorejesha hadhi, heshima na haki za wananchi wa Zanzibar badala ya kuweka mbele suala la kushiriki serikali. Jumuiya ya Madola, kesi ya Lissu ipate ufumbuzi, habari katika ukurasa wa 3. Jumuiya ya Madola imeitaka serikali kutafuta ufumbuzi wa kisiasa na kisheria kumaliza kesi inayomkabili kiongozi wa upinzani nchini kutoka Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Tundu Lissu. Haya ni kwa mujibu wa mapendekezo yaliyowasilishwa kwa jumuiya hiyo na aliyekuwa rais wa zamani wa Malawi na mjumbe maalum wa jumuiya hiyo Dr. Lazarus Chakwera. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3. Marekani kuiruhusu Ukraine kuzalisha mfumo ulinzi wa anga, habari katika ukurasa wa 17. Papa Leo amteua Padri Mpwaji askofu msaidizi jimbo kuu Dar, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3.
sheria mgawanyo wa mali baada ya talaka kupitiwa upya, habari katika ukurasa wa 4. Wazungumzaji wa lugha ya Kiswahili wafikia milioni 20, habari katika ukurasa wa 5. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Ninalo gazeti Mzalendo lenye habari iliyopewa kipaumbele Jumapili leo ni utalii tiba wa bamba kimataifa. Ni mkakati wa serikali kuwagusa watalii mataifa ya Afrika. Vituo da Group Arusha kuhudumia AFCON, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Wateja wa utalii tiba ni DR Congo, Komoro, Zimbabwe, Zambia, Msumbiji, Malawi, Rwanda, Kenya, Uganda, Komoro na Burundi. Huku ikisema metanua huduma zetu katika hospitali za JKCI Upanga. JKCI Da Group utakuwa na jengo kubwa la tiba ya michezo kwa maandalizi ya AFCON ambalo litakuwa la pili Afrika likitanguliwa na lililopo Misri. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili. Kwenye magari bajaji za gesi kujaza kishua, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Waziri wa vijana SMZ azuia safari za ulaji, habari katika ukurasa wa 4. Chauma NLD mgusawa kwa maridhiano, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Chadema yapasuka, tuhuma za ufisadi za tikisa timu ya shika kasi kila kona, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mzalendo, habari picha ikionyesha tuzo maalum. Makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Hemed Suleiman Abdullah akipokea tuzo maalum kutoka kwa mkurugenzi mkuu wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU Crispin Chalamila katika maadhimisho siku ya mapambano dhidi ya rushwa barani Afrika jijini Zanzibar jana. Katika maadhimisho hayo alimwakilisha rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi. Tulitazame sasa gazeti Zanzibar Leo, kwa kweli na wazi, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Dr. Mwinyi, tutaendeleza mapambano dhidi ya rushwa. Wanafunzi vyuo vikuu wataka elimu ya saratani iwe mtambuka, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Lela ahimiza kasi ujenzi skuli ya sekondari ya Ng'ombe, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Hemedi aipongeza ofisi ya DPP usimamizi wa haki jinai, habari katika ukurasa wa 2. Mawaziri EAC wakubaliana kuharakisha utekelezaji wa miradi ya kimkakati, habari katika ukurasa wa 6. Hungary kuanzisha ofisi ya kupambana na rushwa, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 9 wa gazeti hili. Mwezi Juni washuhudia ongezeko la 3% ya wageni, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo, kwa kweli na wazi. Na sasa tukikia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani mikononi mwangu, na gazeti Mwanaspoti lenye habari iliyopewa kipaumbele Jumapili leo ni mjipange, rekodi zake ni hatari kwa Steve Barker. Mwingereza azungumza na Mwanaspoti, amwagia sifa toa onyo, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. 10 rekodi amekutana na kocha wa Simba Steve Barker kwenye michezo 10 ya mashindano tofauti. Huyo ni kocha mpya wa Yanga Sports Club. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili, habari picha ikimwonyesha akisalimiana na kocha wa Simba Sports Club. Simba Sports Club ya watega makipa watatu, mmoja banwa na kanuni ligi kuu, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Miaka 30 ya Bongo Flava funga kazi, habari katika ukurasa wa 14. Juma Nature afanya alichozoea kufanya. Lamine aitishia Ufaransa, habari katika ukurasa wa 9. Matokeo ya Hispania 2 Ubelgiji 1 katika mchezo uliopigwa hapo jana FIFA World Cup Jumanne Julai 14 na Ufaransa dhidi ya Hispania saa 4 kamili usiku. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake wa mbele. Magazeti ya habari za michezo mikononi mwangu, nalo gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, lenye limeandika kocha mpya Yanga agazia taji Afrika. Serengeti Boys yatajwa ubingwa China, habari katika kurasa za ndani. Simba kutumia Kagame Cup kujinoa, habari katika kurasa za ndani. Merino aibuka shujaa Hispania kuivaa Ufaransa, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Yamar sio lazima nifunge, habari katika ukurasa wa 22. Polisi Prisons kupigania ligi kuu leo, habari katika ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Gazeti Nipashe mwanga wa jamii, habari za michezo, lenye limeandika Hispania aina hofu na Ufaransa kocha, habari katika ukurasa wa 22. Sifa za kocha mpya Yanga aliyempiku Fadru, hizi hapa, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Simba yataka kutoa kombe la Kagame, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii.
Tumalize kwa kutazama ukurasa wa nyuma wa gazeti Mzalendo lenye habari iliyopewa kipaumbele ni rekodi za kocha mpya Yanga tishio kwa Simba, beki wa Ivory Coast anukia Yanga. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Tamasha Bongo Flava miaka 30 kutikisa mikoa 8. Habari katika ukurasa wa 19. Mayweather Mike Tyson ni kigugumizi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 19. Bondia Mwakembe amtangazia vita Malawi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 19. Lamine adome ujumbe wa Faransa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 19. Kocha mkuu Mangoba Ngiti ametangazwa kocha mpya wa Yanga Sports Club. Ken amtaja Rais Trump. Habari katika ukurasa wa 19. Usanii wapewa somo. Habari katika ukurasa wa 19. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mzalendo katika ukurasa wake nyuma, na gazeti Mzalendo linakamilisha udukuzi hapa Toka Zamani TV. Asante kwa kutuchagua. Tufate Facebook kwa jina la Shehani Mzaina, Instagram ni Toka Zamani TV_TZ au official Shehan_Mzaina, lakini pia unaweza ukatufuata pale katika mtandao wa X kwa jina la Toka Zamani TV_TZ. Asante na kwaheri kwa sasa.